Karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa. Leo tumekuletea makala ndefu inayoelezea makabila 6 makuu ya kipekee na yenye maajabu yake barani Afrika. Ndugu msikilizaji, hujambo? Natumai mzima wa afya. Karibu uungane nami mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Fikiria sauti ya upepo wa kale ikipita juu ya savana, milima na majangwa ya Afrika. Fikiria sauti za nyayo za kwanza za mwanadamu zikigonga ardhi hii, maelfu ya miaka iliyopita. Kabla ya mipaka ya nchi kuwekwa, kabla ya dini zilizoandikwa, kulikuwepo jamii za watu waliounda maisha yao kulingana na asili. Makabila haya si hadithi za kubuni, bali ni urithi hai wa mwanzo wa binadamu. Kila kabila linaloelezewa hapa ni sura kamili ya kitabu cha historia ya mwanadamu. Makala hii imeandaliwa mahususi kwa kina juu ya makabila ya kipekee barani Afrika, kwa kina na kwa weledi mkubwa. Ungana nami ninapochambua makabila haya kwa kina. Mimi ninaitwa Rafiki Msomi kutoka Kenya. Karibu Positivity Media. Kabila la kwanza, kabila la San Bushmen, wazee wa Afrika na falsafa ya kuishi na asili. Kabla ya falme, kabla ya mipaka ya kisasa na kabla hata ya historia kuandikwa kwa kalamu, kulikuwapo sauti za miguu nyepesi juu ya mchanga wa Kalahari. Hapo ndipo walipo San, wanaojulikana pia kama Bushmen, jamii kongwe zaidi barani Afrika. Hadithi yao ni simulizi la mwanzo wa ubinadamu, la watu walioujua ulimwengu kwa kusikiliza upepo, kufuatilia nyayo na kuheshimu kila pumzi ya uhai. San wanaishi hasa katika eneo la kusini mwa Afrika likijumuisha Botswana, Namibia, Afrika Kusini na sehemu za Angola na Zambia. Eneo lao maarufu zaidi ni jangwa la Kalahari, si jangwa tupu bali mfumo tata wa ekolojia wenye nyasi, vichaka na wanyama wa aina nyingi. Mandhari haya magumu yameunda watu wenye ujuzi wa hali ya juu wa kuishi, kutambua maji yaliyofichika ardhini, mimea inayotibu magonjwa na tabia za wanyama. Asili ya kihistoria na umuhimu wa kibiolojia. San wanachukuliwa na wanasayansi wengi kuwa miongoni mwa jamii za mwanzo kabisa za Homo sapiens. Utafiti wa kijeni umeonyesha kuwa wana utofauti mkubwa wa vinasaba, unaoashiria historia ndefu ya binadamu. Kwa maelfu ya miaka waliishi kama wawindaji wakusanyaji, wakihama kulingana na misimu na rasilimali. Mtindo huu wa maisha umehifadhi maarifa ya kipekee kuhusu mazingira ambayo jamii nyingi za kisasa zimepoteza. Lugha za click na mawasiliano ya kipekee. San wanajulikana kwa lugha zao za click, sauti zinazotolewa kwa ulimi, meno na kaakaa. Lugha hizi si ajabu tu kwa masikio ya nje, bali ni mifumo kamili ya mawasiliano yenye msamiati mpana na sarufi kamili. Lugha hizi zimeunganishwa na utambulisho wao, zikibeba maarifa ya mazingira, hadithi na historia ya jamii. Maisha ya kila siku, uwindaji na ukusanyaji. Maisha ya San yanazunguka uwindaji wa wanyama wadogo na ukusanyaji wa matunda, mizizi na mbegu. Wanaume hujulikana kwa ustadi wa kufuatilia nyayo kwa umbali mrefu, huku wanawake wakiwa wataalamu wa mimea ya porini. Uwindaji hutumia mishale yenye sumu ya asili inayotengenezwa kwa mimea na wadudu, ikionyesha ujuzi wa hali ya juu wa kemia ya jadi. Makazi na vifaa vya maisha. Makazi ya San ni ya muda, yakijengwa kwa matawi na nyasi, yakilingana na maisha ya uhamaji. Vifaa vyao ni vichache lakini vyenye matumizi mengi, kila kitu kina kusudi, hakuna ziada. Mtazamo huu unaonyesha falsafa yao ya maisha, kuchukua tu kile kinachohitajika kutoka kwa asili. Muundo wa jamii na usawa wa kijamii. Jamii ya San inajulikana kwa usawa mkubwa. Hakuna tabaka kali za kijamii wala uongozi wa kimabavu. Maamuzi hufanywa kwa majadiliano na mali hugawanywa kwa haki. Unyenyekevu, kushirikiana na kuzuia majivuno ni maadili ya msingi yanayofundishwa tangu utotoni. Imani za kiroho na dunia ya kiroho. Imani za San zinahusisha ulimwengu wa roho, wanyama wa kiroho na waganga wa jadi, shamans. Kupitia ngoma za uponyaji, waganga huingia katika hali ya kiroho ili kuleta uponyaji kwa mtu binafsi na jamii. Sanaa ya mapangoni iliyotawanyika kote kusini mwa Afrika ni ushahidi wa kina cha imani na mawasiliano yao na ulimwengu wa kiroho. Sanaa ya mapangoni na urithi wa utamaduni. Michoro ya mapangoni ya San ni miongoni mwa kazi za sanaa za kale zaidi duniani. Michoro hii inaonyesha uwindaji, sherehe na viumbe wa kiroho, ikihifadhi historia na falsafa ya maisha yao. Sanaa hii si mapambo tu bali ni lugha ya kiroho na kumbukumbu ya pamoja.
Changamoto za kisasa na mapambano ya kuendelea kuishi. Katika karne za hivi karibuni, San wamekumbana na changamoto kubwa: kupokonywa ardhi, kulazimishwa kuacha maisha ya jadi na kubaguliwa. Serikali na maendeleo ya kisasa yamebadilisha mazingira yao kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, jamii nyingi za San zinaendelea kupigania haki zao, kulinda lugha zao na kufufua utamaduni wao. San si mabaki ya zamani bali ni walimu wa sasa. Katika unyenyekevu wao, wanatufundisha jinsi ya kuishi kwa usawa na dunia. Hadithi ya San ni sauti ya mwanzo wa ubinadamu inayotukumbusha tulikotoka na pengine tulikopaswa kurejea. Kabila la pili ni Himba, urembo, utambulisho na maisha katika jangwa. Fikiria jua kali likichomoza juu ya ardhi kavu ya kaskazini mwa Namibia. Hakuna mito mikubwa, hakuna misitu minene, ni ardhi ya ukame, vumbi na upepo mkali. Kwa macho ya mtu wa nje, hii ni ardhi isiyofaa kuishi. Lakini kwa kabila la Himba, hii ni nyumbani. Hapa ndipo walipojifunza siri ya kuishi jangwani, siri ya kuifanya ardhi kavu kuwa chanzo cha maisha, utambulisho na fahari. Himba si watu wa kuhurumiwa, ni watu wa kustajabishwa. Kila alama kwenye ngozi yao, kila mapambo wanayovaa, kila hatua wanayochukua karibu na mifugo yao, ni ushahidi wa ustahimilivu wa binadamu dhidi ya mazingira magumu. Kabila la Himba linaishi kaskazini mwa Namibia, katika eneo linalojulikana kama Kaukoland, karibu na mpaka wa Angola. Hili ni eneo la jangwa na nusu jangwa, lenye mvua chache sana kwa mwaka na joto kali wakati wa mchana. Mazingira haya yamelazimisha Himba kuwa watu wa mipango, uvumilivu na maarifa ya hali ya juu ya mazingira. Wanajua lini mvua inaweza kunyesha, ni maeneo gani yanaweza kutoa majani kwa mifugo, na ni wapi maji yanaweza kupatikana hata katika ukame mkali. Kwao, ardhi si mali ya kuuzwa, bali ni urithi wa mababu unaopaswa kuheshimiwa. Asili na historia ya kabila la Himba. Himba ni jamii ya kifugaji iliyotokana na makabila ya kale ya Wabantu waliovuka maeneo ya kusini mwa Afrika karne nyingi zilizopita. Licha ya kukutana na wakoloni, wamisionari na serikali za kisasa, Himba waliweza kuhifadhi utamaduni wao kwa kiwango kikubwa sana. Sababu kubwa ya hili ni jiografia yao. Kuishi katika maeneo ya mbali na magumu kuliwalinda dhidi ya shinikizo la kubadilika haraka. Hata leo, Himba wengi bado wanaishi maisha yanayofanana sana na ya mababu zao wa karne zilizopita. Historia yao inasimuliwa kwa njia ya hadithi, majina ya koo na kumbukumbu za wazee. Maisha ya Himba huzunguka mifugo, hasa ng'ombe. Asubuhi huanza kwa sauti za mifugo ikitoka zizini, huku wanaume wakichukua jukumu la kuchunga na kutafuta malisho mapya. Wanawake wana majukumu mazito zaidi: wanahudumia watoto, hutengeneza vibanda, hukamua maziwa, huandaa chakula na pia hutunza mwonekano wa kitamaduni wa familia nzima. Kazi zao ni nyingi, lakini ndani ya jamii ya Himba, wanawake wanaheshimiwa kama nguzo ya familia. Watoto hujifunza maisha kwa kushiriki moja kwa moja katika shughuli za kila siku, si kwa nadharia. Kabila la tatu, kabila la Mursi, walinzi wa utamaduni wa mto Omo. Katika kusini magharibi mwa Ethiopia, mbali na barabara kuu na miji ya kisasa, kuna ardhi pana yenye joto kali, mito yenye matope na savana isiyo na huruma. Hapo ndipo wanapoishi watu wa Mursi. Ni kabila ambalo kwa karne nyingi limeishi kwa kujitegemea, likishikilia mila na desturi zake kwa ujasiri mkubwa, hata mbele ya macho ya dunia yanayowatazama kwa mshangao na wakati mwingine kwa kutoelewa. Simulizi la Mursi si la ajabu tu kwa sababu ya sahani za midomoni, lip platters, bali ni hadithi ya binadamu anayepambana kulinda utambulisho wake katika dunia inayobadilika kwa kasi. Kabila la Mursi linaishi katika bonde la mto Omo, kusini magharibi mwa Ethiopia. Hili ni eneo lenye mazingira magumu, joto kali wakati wa kiangazi, mvua zisizotabirika na ardhi ambayo inaweza kuwa rafiki au adui kulingana na majira. Mto Omo ni uti wa mgongo wa maisha yao. Wakati wa mafuriko, mto huacha matope yenye rutuba ambayo hutumiwa kulima kwa mfumo wa flow-directed agriculture. Makazi yao yako mbali na miji mikubwa, hali inayowafanya waendelee kuishi kwa mtindo wa jadi. Hata leo, sehemu kubwa ya jamii ya Mursi haitegemei miundombinu ya kisasa kama umeme au barabara, jambo linaloimarisha mshikamano wao na mazingira ya asili. Asili na historia ya kabila la Mursi. Mursi ni sehemu ya makabila ya Nilotic, na historia yao imejengwa juu ya uhamaji, migogoro ya rasilimali na mapambano ya kuishi. Kwa vizazi vingi, wamekuwa wakihamahama wakitafuta malisho bora ya mifugo na ardhi yenye rutuba kwa kilimo.
Migogoro na makabila jirani imekuwa sehemu ya historia yao, hasa kutokana na ushindani wa ardhi na maji. Hata hivyo, migogoro hiyo imeunda mfumo wa kijamii uliojaa nidhamu, ujasiri na mshikamano wa kijamii. Muundo wa jamii na maisha ya kila siku. Jamii ya Morsi imejengwa juu ya familia pana na koo. Wanaume, wanawake, watoto na wazee, kila mmoja ana nafasi yake wazi katika jamii. Maisha yao yanazunguka mifugo, hasa ng'ombe, ambao ni ishara ya utajiri, heshima na uhai. Kila siku, wanaume huenda kuchunga mifugo au kulinda jamii, wanawake hushughulika na kilimo, kupika na kulea watoto, huku watoto wakijifunza maisha kupitia kushiriki kazi za watu wazima tangu wakiwa wadogo. Mavazi, urembo na sahani za midomoni. Moja ya alama zinazowafanya Morsi watambulike duniani ni matumizi ya sahani za midomoni kwa wanawake. Utamaduni huu huanza wakati msichana anapofikia balehe. Mdomo wa chini hukatwa taratibu na sahani huongezwa kadri muda unavyopita. Kwa Morsi, sahani hizi si ishara ya ajabu bali ni alama ya uzuri, ukomavu na dhamani ya kijamii. Wanawake hupamba miili yao kwa rangi za asili, makovu ya kimila, scarification na mapambo ya udongo na metali, yote yakionyesha hadithi ya maisha yao. Chakula na mfumo wa kujikimu. Chakula cha Morsi kinatokana na kilimo cha mtama, mahindi na maharagwe pamoja na maziwa na damu ya mifugo. Mfumo wao wa chakula unaendana kabisa na mazingira yao. Wakati wa uhaba wa chakula, jamii hushirikiana kwa kugawana kile kilichopo. Mifugo haitumiki mara kwa mara kwa nyama, badala yake ni hazina ya muda mrefu inayolindwa kwa uangalifu mkubwa. Uongozi na sheria za jadi. Morsi hawana mfalme au chifu wa kudumu. Uongozi wao ni wa kijamii na hutegemea baraza la wazee. Maamuzi muhimu hufanywa kwa majadiliano ya kina, yakizingatia hekima ya wazee na maslahi ya jamii nzima. Sheria zao za jadi hudhibiti masuala ya ndoa, migogoro na ulinzi wa jamii. Nidhamu na heshima kwa mila ni msingi wa mshikamano wao. Imani na maisha ya kiroho. Imani za Morsi zinahusisha nguvu za asili, roho za mababu na uwepo wa nguvu kuu wanayoita Tumwi. Sherehe za kiroho hufanywa ili kuomba mvua, mavuno mazuri au ulinzi dhidi ya maafa. Imani hizi zinaingiliana moja kwa moja na maisha yao ya kila siku, zikitoa mwongozo wa maadili na maamuzi ya kijamii. Changamoto za kisasa na hatima ya utamaduni wa Morsi. Katika miaka ya hivi karibuni, Morsi wamekumbana na changamoto mpya: maendeleo ya kisasa, hifadhi za taifa, utalii na miradi mikubwa ya kilimo. Mabadiliko haya yameleta presha kubwa kwa ardhi na maisha yao ya jadi. Hata hivyo, licha ya changamoto hizo, Morsi wanaendelea kusimama imara, wakipambana kulinda utambulisho wao. Simulizi lao ni ushahidi wa nguvu ya utamaduni na mapambano ya binadamu ya kubaki yeye mwenyewe katika dunia inayobadilika. Kabila la Morsi si hadithi ya sahani za midomoni pekee. Ni hadithi ya ujasiri, heshima na mshikamano wa jamii inayochagua kuishi kulingana na mizizi yake. Katika sauti ya upepo wa bonde la Omo, bado unasikika wimbo wa utamaduni ambao haujakubali kunyamazishwa. Kabila la 4, Wahadzabet, watu wa mwanzo wa binadamu. Fikiria dunia kabla ya ramani, kabla ya mipaka ya nchi, kabla ya jina Tanzania halijawahi kusemwa. Fikiria binadamu akiishi kwa kusikiliza upepo, kufuatilia nyayo za wanyama na kuomba msaada wa asili badala ya kuimudu. Hapo ndipo tunapokutana na Wahadzabe, si kama kabila la kawaida, bali kama kioo kinachotuonyesha mwanzo wa safari ya ubinadamu. Wahadzabe si masalia ya historia, wao ni historia inayoendelea kuishi. Kila hatua yao, kila mshale wanaorusha, kila wimbo wanaoimba karibu na moto wa usiku, ni somo hai la maisha ya mwanadamu wa kale. Wahadzabe wanaishi katika kaskazini mwa Tanzania, hasa katika maeneo yanayozunguka Ziwa Eyasi, ndani ya bonde la Ufa, Great Rift Valley. Hili ni eneo lenye historia kubwa sana ya kijiolojia na kibinadamu. Ardhi ni kavu kwa sehemu kubwa ya mwaka, mvua ni chache na zisizotabirika, na jua huwa kali. Mazingira haya hayafai kwa kilimo cha kisasa, lakini kwa Wahadzabe hii ni ardhi ya baraka. Misitu midogo, miamba, nyanda za savana na vichaka vya miiba vinatoa kila wanachohitaji: wanyama wa kuwinda, matunda ya porini, mizizi, majani na asali. Kwa Wahadzabe ardhi si mali ya kumilikiwa. Hakuna mipaka, hakuna hati miliki. Ardhi ni mama anayewalisha wote bila ubaguzi. Asili ya Wahadzabe na historia yao ya kale.
Wanahistoria na wanaanthropolojia wanaamini kuwa Wahadzabe ni miongoni mwa jamii za kale zaidi duniani ambazo bado zinaishi kwa mtindo wa uwindaji na ukusanyaji. Maisha yao yanafanana sana na yale ya binadamu wa kwanza waliotembea barani Afrika maelfu ya miaka iliyopita. Tofauti na makabila mengi ya Afrika ambayo yaliingia kwenye kilimo au ufugaji, Wahadzabe waliendelea kushikilia mtindo wao wa maisha bila kubadilika kwa kiasi kikubwa. Hii si kwa sababu ya kutojua, bali kwa sababu mfumo wao wa maisha uliendelea kuwatosheleza. Historia yao haikuandikwa kwenye vitabu, bali imehifadhiwa kwenye hadithi, nyimbo, ishara za mikono na kumbukumbu za wazee. Lugha ya Wahadzabe, sauti za mwanzo wa dunia. Lugha ya Wahadzabe ni mojawapo ya lugha za kipekee zaidi duniani. Inatumia sana sauti za kubofya, click sounds, zinazotolewa kwa ulimi na kaakaa. Kwa mtu wa nje, lugha hii inaweza kuonekana kama sauti zisizoeleweka, lakini kwa Wahadzabe, kila sauti ina maana kamili. Lugha yao haijaandikwa, lakini ina msamiati mpana unaohusiana na mazingira, uwindaji, wanyama, mimea na hali ya hewa. Hii inaonyesha jinsi maisha yao yalivyofungamana moja kwa moja na asili. Maisha ya kila siku, uwindaji na ukusanyaji. Siku ya Mhadzabe huanza bila saa ya kuamsha. Jua linapoanza kuchomoza, jamii huanza kuamka taratibu. Wanaume huandaa pinde na mishale yao, wakikagua sumu inayotengenezwa kutoka mimea maalum. Wanawake huandaa safari za kwenda kukusanya matunda, mizizi, mbegu na majani ya porini. Watoto huandamana na wazazi wao, wakijifunza kwa kuangalia na kuiga. Hakuna amri. Hakuna ratiba kali. Kila mtu anajua jukumu lake kwa sababu maisha yao yamejengwa juu ya maelewano. Uwindaji, sanaa, sayansi na heshima. Uwindaji kwa Wahadzabe si mauaji ya kiholela, ni sanaa na sayansi. Mwindaji mzuri lazima awe na subira, macho makali na uwezo wa kusoma ardhi. Nyayo ndogo ardhini zinaweza kusema mnyama alipita lini, alikuwa na kasi gani na alikuwa anaelekea wapi. Mshale unapopiga lengo, mnyama huheshimiwa. Hakuna shangwe za kupita kiasi. Mwili wa mnyama hutumika kikamilifu, nyama kwa chakula, ngozi kwa matumizi na mifupa kwa zana. Chakula na mfumo wa lishe. Chakula cha Wahadzabe kinatokana asilimia kubwa na asili. Nyama ya wanyama pori kama swala, nguruwe pori na ndege ni muhimu, lakini chakula kinachodhaminiwa zaidi ni asali pori. Asali si chakula tu, bali ni sehemu ya utamaduni. Kuna nyimbo maalum za kuimba wanapopata asali nyingi. Hakuna mtu anayekula peke yake, chakula hugawanywa kwa jamii nzima. Hakuna hifadhi ya chakula. Hakuna friji. Wanachokipata leo kinatosha kwa leo. Mavazi na mapambo. Kiasili Wahadzabe walitumia ngozi za wanyama kama mavazi. Leo baadhi yao wameanza kutumia nguo za kisasa, lakini mavazi hayana nafasi kubwa katika utambulisho wao. Kwao muhimu zaidi ni ujuzi wa kuishi, si kile unachovaa. Makazi ti nyumba za uhamaji. Makazi ya Wahadzabe ni vibanda vidogo vya muda vinavyotengenezwa kwa matawi, nyasi na majani. Vibanda hivi vinaweza kujengwa kwa muda mfupi sana. Wanapohisi chakula kimepungua katika eneo fulani, jamii huhama bila migogoro. Hakuna majuto ya kuacha nyumba, kwa sababu nyumba si mali, ni chombo cha muda. Mfumo wa jamii na uongozi. Wahadzabe hawana chifu, mfalme wala serikali. Jamii yao inaongozwa na makubaliano. Mzee mwenye uzoefu husikilizwa kwa heshima, lakini haamri. Hakuna adhabu kali. Migogoro hutatuliwa kwa mazungumzo au mtu kuamua kuondoka na kujiunga na kundi jingine. Imani na mtazamo wa kiroho. Wahadzabe wanaamini katika nguvu zisizoonekana zinazoishi katika asili. Wana heshima kubwa kwa ardhi, wanyama na misitu. Hawana dini iliyoandikwa, lakini wana uelewa wa kina wa uhusiano kati ya binadamu na dunia. Maisha ya kila siku, uwindaji na ukusanyaji. Siku ya Mhadzabe huanza bila saa ya kuamsha. Jua linapoanza kuchomoza, jamii huanza kuamka taratibu. Wanaume huandaa pinde na mishale yao, wakikagua sumu inayotengenezwa kutoka mimea maalum. Wanawake huandaa safari za kwenda kukusanya matunda, mizizi, mbegu na majani ya porini. Watoto huandamana na wazazi wao, wakijifunza kwa kuangalia na kuiga. Hakuna amri. Hakuna ratiba kali. Kila mtu anajua jukumu lake kwa sababu maisha yao yamejengwa juu ya maelewano.
Uwindaji, sanaa, sayansi na heshima. Uwindaji kwa Wahadzabe si mauaji ya kiholela, ni sanaa na sayansi. Mwindaji mzuri lazima awe na subira, macho makali na uwezo wa kusoma ardhi. Nyayo ndogo ardhini zinaweza kusema mnyama alipita lini, alikuwa na kasi gani na alikuwa anaelekea wapi. Mshale unapopiga lengo, mnyama huheshimiwa. Hakuna shangwe za kupita kiasi. Mwili wa mnyama hutumika kikamilifu, nyama kwa chakula, ngozi kwa matumizi na mifupa kwa zana. Chakula na mfumo wa lishe. Chakula cha Wahadzabe kinatokana asilimia kubwa na asili. Nyama ya wanyama pori kama swala, nguruwe pori na ndege ni muhimu, lakini chakula kinachodhaminiwa zaidi ni asali pori. Asali si chakula tu, bali ni sehemu ya utamaduni. Kuna nyimbo maalum za kuimba wanapopata asali nyingi. Hakuna mtu anayekula peke yake, chakula hugawanywa kwa jamii nzima. Hakuna hifadhi ya chakula. Hakuna friji. Wanachokipata leo kinatosha kwa leo. Mavazi na mapambo. Kiasili Wahadzabe walitumia ngozi za wanyama kama mavazi. Leo baadhi yao wameanza kutumia nguo za kisasa, lakini mavazi hayana nafasi kubwa katika utambulisho wao. Kwao muhimu zaidi ni ujuzi wa kuishi, si kile unachovaa. Makazi ti nyumba za uhamaji. Makazi ya Wahadzabe ni vibanda vidogo vya muda vinavyotengenezwa kwa matawi, nyasi na majani. Vibanda hivi vinaweza kujengwa kwa muda mfupi sana. Wanapohisi chakula kimepungua katika eneo fulani, jamii huhama bila migogoro. Hakuna majuto ya kuacha nyumba, kwa sababu nyumba si mali, ni chombo cha muda. Mfumo wa jamii na uongozi. Wahadzabe hawana chifu, mfalme wala serikali. Jamii yao inaongozwa na makubaliano. Mzee mwenye uzoefu husikilizwa kwa heshima, lakini haamri. Hakuna adhabu kali. Migogoro hutatuliwa kwa mazungumzo au mtu kuamua kuondoka na kujiunga na kundi jingine. Imani na mtazamo wa kiroho. Wahadzabe wanaamini katika nguvu zisizoonekana zinazoishi katika asili. Wana heshima kubwa kwa ardhi, wanyama na misitu. Hawana dini iliyoandikwa, lakini wana uelewa wa kina wa uhusiano kati ya binadamu na dunia. Kitu kinachowatofautisha Wahadzabe na dunia ya kisasa. Wahadzabe wanaishi bila utajiri, bila njaa ya kukusanya mali, bila hofu ya kesho. Wanaishi sasa. Katika dunia inayokimbizana na muda, Wahadzabe wanatufundisha thamani ya kusikiliza, kusubiri na kuishi kwa maelewano na asili. Kabila la tano, kabila la Dogon, walinzi wa hekima ya miamba na nyota. Kaskazini mwa Mali ambako miamba mirefu ya Bandiagara Escarpment inakatiza upeo wa macho kama ukuta wa siri, kuna jamii iliyojificha kwa karne nyingi, kabila la Dogon. Hapa kati ya mawe, mapango na makazi yanayoning'inia ukutani mwa mlima, kuna hadithi nzito ya binadamu aliyeamua kulinda utamaduni wake dhidi ya kuvamiwa na kusahaulika. Simulizi la Dogon si tu la ajabu kwa usanifu wao wa miambani, bali pia kwa maarifa yao ya kina kuhusu ulimwengu, maisha na roho. Dogon wanaishi katika eneo la Bandiagara Escarpment, kusini mashariki mwa Mali. Hili ni eneo lenye miamba mirefu, mabonde madogo na tambarare za Sahel zilizo chini yake. Mazingira haya ni magumu, yenye joto kali na mvua chache, lakini yamekuwa ngome ya asili iliyowalinda Dogon dhidi ya maadui na ushawishi wa nje kwa muda mrefu. Makazi yao mengi yamejengwa moja kwa moja kwenye miamba, yakionekana kama sehemu ya mlima wenyewe. Hii si bahati mbaya, ni mkakati wa ulinzi, imani na mazoea ya maisha yaliyorithiwa kizazi hadi kizazi. Asili na historia ya kabila la Dogon. Historia ya Dogon inahusishwa na uhamaji wa makabila yaliyokuwa yakikimbia kulazimishwa kubadili dini au mfumo wa maisha. Inasadikiwa kuwa walihamia katika miamba ya Bandiagara ili kuepuka uvamizi na utawala wa kifalme pamoja na kuenea kwa Uislamu katika eneo la Sahel. Katika kujitenga huku, Dogon waliunda mfumo imara wa kijamii, kiroho na kielimu uliolenga kuhifadhi maarifa yao kwa siri na heshima kubwa. Makazi ya miambani na usanifu wa kipekee. Makazi ya Dogon ni mojawapo ya maajabu ya usanifu wa jadi Afrika. Nyumba, magala ya nafaka na sehemu za ibada hujengwa kwa udongo na mawe, mara nyingi zikiwa juu ya miamba au ndani ya mapango. Miundo hii ina maana ya kiroho na kijamii. Kila jengo lina madhumuni maalum, kutoka hifadhi ya chakula hadi makazi ya familia na mahali pa kuwasiliana na roho za mababu. Maisha ya kila siku na shughuli za kiuchumi.
Dogon hujishughulisha na kilimo cha mtama, ulezi wa mifugo midogo na uvuvi wa msimu. Kilimo chao kinaendana na mazingira magumu, wakitumia mbinu za kuhifadhi unyevu na ardhi. Kazi ya mikono kama uchongaji wa vinyago na sanaa ya mbao ni sehemu muhimu ya maisha yao na pia chanzo cha utambulisho na mawasiliano ya kiroho. Muundo wa jamii na uongozi. Jamii ya Dogon imejengwa juu ya familia pana na koo. Uongozi unashikiliwa na wazee, hasa Hogon, kiongozi wa kiroho na kijamii mwenye jukumu la kulinda mila, ratiba za sherehe na maadili ya jamii. Hogon huishi kwa nidhamu kali, akionekana kama kiungo kati ya dunia ya wanadamu na ulimwengu wa roho. Imani za kiroho na falsafa ya maisha. Imani za Dogon ni tata na za kina sana. Wanaamini katika nguvu ya uumbaji inayohusishwa na nomo, viumbe wa kiroho wanaohusishwa na maji, neno na mpangilio wa ulimwengu. Maisha ya binadamu kwa Dogon yana uhusiano wa moja kwa moja na mpangilio wa ulimwengu. Kila tendo lina athari ya kiroho na kila sherehe ina lengo la kudumisha usawa kati ya binadamu asili na roho. Maarifa ya nyota na siri za ulimwengu. Dogon wamepata umaarufu mkubwa kutokana na maarifa yao ya nyota, hasa kuhusu mfumo wa nyota ya Sirius. Kulingana na simulizi zao za kale, walikuwa na ufahamu wa nyota ambazo hazionekani kwa macho ya kawaida. Maarifa haya yamezua mjadala mkubwa miongoni mwa wanaanthropolojia na wanaastronomia, yakionyesha kina cha elimu ya jadi ya Dogon. Sanaa, vinyago na sherehe za mask. Vinyago vya Dogon ni maarufu duniani kwa uzuri na maana zake. Hutumika katika sherehe za mask, hasa dama, ambazo husaidia kuongoza roho za waliokufa kuelekea ulimwengu wa mababu. Kila kinyago kina hadithi, jina na jukumu maalum, kikifanya sanaa kuwa lugha ya kiroho. Changamoto za kisasa na hatima ya utamaduni wa Dogon. Dogon wanakabiliwa na changamoto za kisasa kama migogoro ya kikanda, utalii na shinikizo la kiuchumi. Hata hivyo, bado wanajitahidi kulinda utamaduni wao kwa uangalifu mkubwa. Kabila la Dogon ni ushahidi kwamba maarifa hayapimwi kwa teknolojia pekee. Katika miamba ya Bandiagara bado kuna sauti za hekima ya kale zinazozungumza juu ya uhusiano wa binadamu na ulimwengu. Hadithi ya Dogon ni hadithi ya siri, busara na uthabiti wa utamaduni. Kabila la sita ni kabila la Maasai, walinzi wa savana na roho ya ushujaa. Katikati ya nyanda pana za savana ambapo jua huchoma mchana na upepo baridi hupuliza jioni, kuna sauti ya kengele za ng'ombe na nyimbo za kale zinazosimulia ujasiri. Hapo ndipo panapopatikana kabila la Maasai, jamii ambayo kwa karne nyingi imejenga maisha yake juu ya mifugo, heshima na mshikamano wa kijamii. Hadithi ya Maasai si ya mavazi mekundu pekee, bali ni simulizi la falsafa ya maisha inayomwona binadamu kama mlinzi wa ardhi na viumbe vyote vilivyomo. Maasai wanaishi hasa kusini mwa Kenya na kaskazini mwa Tanzania, katika maeneo ya savana yenye nyasi ndefu na misitu michache. Maeneo haya yanajumuisha bonde la Ufa, Rift Valley, Serengeti, Ngorongoro na maeneo ya Loita na Amboseli. Mazingira haya yanahitaji uhamaji wa mara kwa mara ili kufuata mvua na malisho ya mifugo. Hivyo, maisha ya Maasai yameunganishwa moja kwa moja na mzunguko wa majira. Ardhi kwa Maasai si mali ya mtu binafsi bali ni urithi wa jamii nzima. Mtazamo huu umeunda mfumo wa maisha unaodhamini usawa, ushirikiano na ulinzi wa rasilimali za asili. Asili na historia ya kabila la Maasai. Asili ya Maasai inahusishwa na makabila ya Nilotic yaliyohamia kutoka kaskazini mwa Afrika Mashariki karne nyingi zilizopita. Katika safari yao ya kihistoria, Maasai walijenga utambulisho wa kipekee uliotokana na mifugo na ujasiri wa kijeshi. Katika karne ya 19, Maasai walikuwa miongoni mwa jamii zenye nguvu zaidi katika eneo la Afrika Mashariki. Hata hivyo, ujio wa ukoloni, magonjwa ya mifugo na upotevu wa ardhi uliathiri kwa kiasi kikubwa mfumo wao wa maisha. Licha ya changamoto hizo, Maasai waliendelea kushikilia mila zao kwa uthabiti mkubwa. Muundo wa jamii na mfumo wa umri. Jamii ya Maasai imejengwa juu ya mfumo wa rika, Ageset system. Kila mtu hupitia hatua mbalimbali za maisha kuanzia utoto, ujana, moran, hadi utu uzima na uzee. Mfumo huu huandaa majukumu, haki na wajibu wa kila mtu katika jamii. Vijana wa kiume hujulikana kama moran ni walinzi wa jamii. Wanapewa mafunzo ya ujasiri, nidhamu na heshima. Wazee kwa upande mwingine ni washauri na walinzi wa hekima ya jamii.
Mavazi, rangi na alama za utambulisho. Mavazi ya Maasai yanajulikana kwa rangi nyekundu ambayo inaashiria ujasiri, nguvu na ulinzi dhidi ya hatari. Shuka, hereni, shanga na mapambo mengine hutengenezwa kwa ustadi mkubwa, yakibeba maana za kijamii na kiroho. Wanawake wa Maasai wanajulikana kwa shanga zao za rangi mbalimbali, kila rangi ikiwa na tafsiri yake. Mavazi si mapambo tu, bali ni lugha ya kimya inayosimulia hadhi, umri na nafasi ya mtu katika jamii. Chakula na maisha yanayozunguka mifugo. Kwa Maasai, mifugo ni chanzo cha chakula, uchumi na utambulisho. Chakula chao cha jadi kinajumuisha maziwa, nyama na damu ya ng'ombe. Damu hutumika hasa katika sherehe maalum na huonekana kama chanzo cha nguvu na uhai. Kilimo hakikuwa sehemu kuu ya maisha ya jadi ya Maasai, ingawa katika nyakati za kisasa baadhi yao wameanza kujihusisha na kilimo ili kukabiliana na mabadiliko ya mazingira na kiuchumi. Makazi na muundo wa Manyatta. Makazi ya Maasai hujulikana kama Manyatta au Enkang. Haya ni makazi ya muda yanayojengwa kwa matawi, udongo na kinyesi cha ng'ombe. Manyatta hujengwa kwa mpangilio wa mviringo, yakilinda mifugo katikati dhidi ya wanyama wakali. Muundo huu unaonyesha mshikamano wa jamii na umuhimu wa mifugo katika maisha yao ya kila siku. Uongozi, sheria na haki za jamii. Maasai hawana mfalme wa kudumu. Uongozi wao unategemea baraza la wazee ambao huamua masuala muhimu kwa majadiliano na makubaliano. Sheria za jadi hudhibiti masuala ya ndoa, fidia na migogoro. Heshima kwa wazee na mila ni msingi wa utawala wa kijamii wa Maasai. Imani za kiroho na maadili. Maasai wanaamini katika Mungu mmoja aitwaye Enkai au Engai, anayeonekana kama chanzo cha uhai, mvua na baraka. Imani zao zinaonyesha uhusiano wa karibu kati ya binadamu, mifugo na mazingira. Sherehe na ibada hutumika kuimarisha mshikamano wa jamii na kuomba ulinzi na baraka. Changamoto za kisasa na mustakabali wa utamaduni wa Maasai. Maasai wanakabiliwa na changamoto nyingi za kisasa, ikiwemo upotevu wa ardhi, mabadiliko ya tabianchi, elimu ya kisasa na shinikizo la kiuchumi. Hata hivyo, wengi wao wanajaribu kusawazisha maisha ya kisasa na utamaduni wa jadi. Kabila la Maasai ni mfano wa jamii inayodhamini utambulisho wake bila kuogopa mabadiliko. Katika sauti ya kengele za ng'ombe na nyimbo za kale, bado unaishi moyo wa Maasai, moyo wa ujasiri, heshima na mshikamano. Hayo ndiyo makabila makubwa na ya kipekee barani Afrika. Kadri simulizi hizi zilivyotiririka kutoka misitu na mabonde ya Tanzania, savana za Afrika Mashariki, miamba ya Mali, hadi jangwa la Kalahari, imekuwa wazi kwamba Afrika si bara la hadithi za ajabu pekee, bali ni chanzo cha kina cha ubinadamu wenyewe. Makabila haya tuliyoyachunguza si ya ajabu kwa maana ya upweke au tofauti ya kushangaza, bali ni ya kipekee kwa hekima, uthabiti na namna yalivyohifadhi utu wa mwanadamu kwa karne nyingi. Wahadzabe wanatufundisha dhamani ya kuishi kwa kusikiliza asili bila kuitawala. Himba wanatukumbusha uzuri wa utambulisho na heshima ya mwili kama hekalu la roho. Mosi wanatuonyesha ujasiri wa kulinda mila mbele ya macho ya dunia isiyoelewa. Maasai wanadhihirisha falsafa ya heshima, ujasiri na maisha yanayozunguka jamii badala ya mtu mmoja. Dogon wanathibitisha kwamba maarifa ya kale yanaweza kuwa ya kina kuliko tunavyodhani, yakivuka mipaka ya sayansi ya kisasa. Nao San, wazee wa Afrika, wanatukumbusha mwanzo wa safari ya binadamu na umuhimu wa unyenyekevu. Kwa pamoja, makabila haya yanatoa somo moja kuu: maendeleo ya kweli hayapo katika kusahau tulikotoka, bali katika kuelewa mizizi yetu huku tukikabiliana na dunia ya sasa. Mila, lugha, imani na mitindo yao ya maisha si vizuizi vya maendeleo, bali ni hazina ya maarifa ambayo dunia ya kisasa inahitaji, hasa katika zama za migogoro ya mazingira, kupotea kwa utambulisho na kukimbizana na mali. Makala hii si mwaliko wa kuwatazama makabila haya kama vivutio vya utalii au masalia ya zamani, bali ni mwito wa heshima, ulinzi na kujifunza. Afrika kupitia jamii hizi bado ina mengi ya kutufundisha kuhusu kuwa binadamu kamili, kuishi kwa usawa na dunia, kudhamini jamii na kuheshimu roho ya maisha. Na hivyo simulizi hii inafungwa kwa ukweli mmoja usiopingika: kadri tunavyozisikiliza sauti hizi za kale, ndivyo tunavyoelewa zaidi sisi ni nani, tulikotoka na tunapokwenda.